lakini pia na kupitia hotuba ya mkuu wa mkoa, ikiwemo utekelezaji wa baadhi ya miradi ya kimkakati ya hapa Tanga. Moja ya mradi wa kimkakati ambao nimepokea taarifa yake ni mradi wa ujenzi wa uwanja wa ndege. Nielekeze Wizara ya Ujenzi pamoja na Wizara ya Uchukuzi wakae, wasimamie, wafanyie kazi na wahakikishe uwanja wa ndege huu unaojengwa huu wa Tanga unakuwa wa kisasa. Tunapiga hatua kwenda mbele kutoka hapa tulipo. Kama ambavyo tumesikia kwenye maelezo ya watangulizi waliotangulia kusema, Tanga sio Tanga ile ya zamani ambayo ilikuwa na sifa za waja leo kuondoka majaliwa. Sasa Tanga ni jiji la kiuchumi, lango la kiuchumi, na wao wameweka sio tu, asante sana, wao wamesema sio tu lango la Afrika Mashariki, ni Afrika Mashariki na SADC. Sasa lango la Afrika Mashariki na SADC kwa kweli sio la kuliwekea kauwanja ka ndege hivi ka dharura hivi. Nimepewa baadhi ya maeneo ambayo yanaonekana yatapunguzwa kuliko ilivyo sasa. Nitaongea kwa lugha ambayo sio ya kiteknikali, sio ya kitaalamu, kwamba kwenye uwanja wa sasa kulikuwepo na malango mawili ya ndege kupishana, inayokuja kupaki na inayotaka kwenda kuondoka. Sasa uwanja mpya ambao tunatarajia uwe wa kisasa uwe na lango moja, huko ni kurudi nyuma. Mkuu wa mkoa uwaandikie Wizara ya Uchukuzi wasirudi nyuma. Maendeleo tunasonga mbele, haturudi nyuma. Waongeze, wasirudi nyuma na kujenga uwanja wa kisasa. Una jengo kubwa la abiria, alafu lango la kuenda kupaki na lango la kuondoka kwenda runway liko moja. Hiyo hapana. Kama sababu inatumika kwamba bei za mafuta zimebadilika, zitabadilika tena, zitashuka tu, wasituharibie uwanja. Nimeambiwa pia kwamba wanataka kujenga egesho moja tu, na kwamba egesho la pili litakuwa la dharura tu la wakati wa ujenzi. Mimi nilitarajia kama sasa hivi alikuwa mawili, tukijenga uwanja mpya, una jengo kubwa la utawala, gharama kubwa, jengo la kisasa, nilitarajia waweke hata yawe manne, sio kurudi nyuma na kuweka moja tena. Lazima tunapojenga tuwaze mbele, tusifanye jambo kwa ajili ya leo. Tuwaze mbele, miaka 20 mbele, 25 mbele, kama ambavyo dira yetu inatuambia. Kwa hiyo wasiweke egesho moja, waongeze. Kama watashindwa kabisa kuweka manne, basi waishie yaliyokuwepo mawili. Kwa hiyo hili Wizara ya Ujenzi na Wizara ya Uchukuzi wakae, wasibadilishe hiyo ramani design iliyokuwepo, na kama wanabadilisha basi waongeze idadi, sio egesho moja. Lakini niliambiwa pia kuhusu upana, naongea kwa lugha ya kiraia, kwamba tunataka tujenge jengo kubwa la utawala, alafu pale kwenye runway ndege yenye mabawa makubwa haiwezi ikapita. Kama nchi tunaendelea kununua ndege, tuna miradi mikubwa hapa inatekelezwa, uwekezaji mkubwa Mheshimiwa Rais ameleta hapa, refinery hapa, bomba la mafuta hapa, wenda na gesi. Tunaendaje kujenga kakiwanja ka vindege vidogo vidogo peke yake, kwamba kawe kadogo kuliko hata hii iliyokuwepo? Hii na yenyewe sio sawa. Tutengeneze uwanja wa ndege ambao ndege yoyote kubwa na yenyewe inaweza ikatua. Sasa kama tunataka kubakiza hii ya vindege hivi vidogo vidogo, tunajenga jengo kubwa la utawala la nini sasa? Si bora pasiwe na jengo la utawala, pawe na sehemu ya ndege kutua? Kwa hiyo hili, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na timu yako ya wataalamu wa hapa, vibainisheni hivyo vipengele, waandikieni watu wa Wizara ya Uchukuzi, watu wa TAA pamoja
pamoja na TANROADS, haya maeneo wasiyadogoshe. Tunataka hadhi ya jiji lenye miradi mikubwa kama Tanga, bomba la mafuta, bomba la gesi, refinery. Tunategemea kwamba huu uwanja utakuwa ni wa shughuli za kiuchumi na sio tu wa kubeba Wanyiramba na Wadigo na Wasambaa. Na bahati nzuri na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Fedha yuko hapa. Ili fedha tunayoweka irudi, ni lazima tutengeneze kitu ambacho kitafanya shughuli za kiuchumi. Lakini pia serikali iko na mpango wa kuanza ujenzi wa njia za mzunguko Tanga, Kiomoni, Mjensani, Muheza. Nakumbuka hatua ambazo zimeshafanyika, kwa hiyo serikali inaendelea na mpango huo. Lakini ujenzi kwa kiwango cha lami wa barabara ya Bagamoyo, Mkurenge, Sadani, Pangani, Tanga. Na leo nikiwa kwenye ndege nimeona daraja la Pangani likiwa linaendelea na hatua kubwa, ambapo Tanga hadi Pangani kilomita 50 ujenzi umeshafikia zaidi ya 81%, na eneo la barabara ya Tungamaa, Mkwaja, Mkange kilomita 95 umeshafikia 45%. Na kama nilivyosema, daraja nimeliona hata kwa juu, nimeliona, ambapo siku ile nilitembelea ilishapiga hatua, na kwa sasa nimearifiwa imeshafikia zaidi ya 77%. Na huyo ndio Daktari Samia Suluhu Hassan. Maneno kidogo, vitendo vinaongea. Daraja lile la Pangani ni daraja la videoni. Tumezoea kuyaona madaraja ya aina hiyo kwenye michoro ile ya HD. Unaona kama sio kitu halisia hivi. Daraja liko juu, eneo ambalo Watanzania wamepata shida siku nyingi, mara nyingi tangu zamani, lakini daraja la kisasa, daraja liko juu. Na pale hilo daraja lingekuwa kule kwetu Usukumani, Wasukuma wangekuwa tukifika pale wanaachia usukani wa pikipiki na baisikeli, ya wanage nzila, yani kwamba limenyoka, baisikeli yenyewe imeshaona njia. Lakini msifanye hivyo kwa sababu kina kile ni kirefu sana. Lakini mpango wa barabara ya ujenzi wa barabara ya Handeni, Kibirashi, Kijungu, Chemba kwa Mtoro hadi Singida, tumeona katika baadhi ya maeneo ambayo tayari wakandarasi wako site, tukiwa tumeona kama ile ya Handeni hadi Muheza tumeshaona na yenyewe iko asilimia zaidi ya 55. Lakini tunao mkakati wa barabara ya ujenzi wa barabara ya Turiani Mziha kule Handeni kilomita 102, ambayo ni barabara yenye mchango mkubwa sana kwenye uchumi kwa kiwango cha lami, ambapo ujenzi ulishaanza kuanzia kule Dumila, lakini tunatambua kile kipande kilichosalia ni moja ya eneo ambalo tutalipatia mkazo, hasa baada ya kuwa tumeshatekeleza vile viporo, barabara ambazo mikataba ilishasainiwa na zile ambazo mikataba ilikuwa inasubiri malipo ya awali, na zile ambazo wakandarasi walikuwa site lakini wakawa wanahitaji malipo. Kwa hiyo baada ya kuwa tumeshamaliza hayo, tutakwenda kwenye utekelezaji wa barabara za kimkakati kama hizo. Kipaumbele cha serikali ni kuhakikisha zile barabara ambazo wakandarasi wako site wanaendelea na ujenzi, na zile barabara ambazo mikataba imeshasainiwa hawajapata malipo ya awali, wanapata malipo ya awali ili kuweza kuendelea na utekelezaji wa miradi. Tuna uhakika kwamba tutaongeza kasi ya utekelezaji wa miradi tofauti na kipindi cha mwaka mmoja ama 1.5 hivi uliopita, kwa sababu katika kipindi cha mwaka 1.5 uliopita tulielekeza fedha nyingi kwenye miradi ya kimkakati ambayo ilishakaribia kukamilika, ukiwemo mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere ambao ni mradi uliojengwa kwa fedha za Watanzania, na juzi
Juzi mmeona uzinduzi wake ukiwa umefanyika, na kwa kweli tunasema tu bwawa la Mwalimu Nyerere, lakini kimsingi ukifika pale utaona kwamba hilo ni ziwa, lile ni ziwa. Kwa hiyo ni kazi kubwa ya Watanzania ambayo imefanyika, na kila Mtanzania anatakiwa atembee kifua mbele kwamba tumetekeleza mradi mkubwa wa kielelezo chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa katika kumalizia, Mheshimiwa mbunge alinitonya kwamba ulitokea moto ambao umeathiri biashara pamoja na umeathiri maisha na biashara pale hapa mjini, nyumba pamoja na biashara. Na nikupongeze sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa, wewe na timu yako mlienda mkawafuta machozi kidogo wananchi wale waliopatwa na madhira hayo. Niliambiwa ulishawapatia kiasi, basi tutadabo, na mimi nitakuongezea ili udabo huo mkono uliowashika Wanatanga waliopatwa na madhara hayo. Kwa hiyo tutawasiliana na katibu ili tuweze kudabo, tuwaongezee utaratibu wa kuwafuta machozi kidogo kama ambavyo mmekwisha kufanya. Lakini niwapongeze na wadau wengine. Mlisema ni nani ambao walishafanya? TRA. Na nimeambiwa TRA na wenyewe walienda wakawashika mkono watu wetu walioathiriwa na moto huo. Nitoe rai na taasisi zingine ambazo ziko hapa Tanga, na ninyi waungeni mkono TRA. Sekta binafsi mlioko hapa, na ninyi wasilianeni na mkuu wa mkoa, muungeni mkono kama ambavyo TRA wamefanya, ili wenzetu wale waweze kuendelea na shughuli zao kama kawaida. Ninatambua kwamba tuna maeneo mengi ambayo tutahitaji tuendelee kuyaboresha, Mheshimiwa Waziri, yale ambayo hata wizara na mlengo huo inahitaji msukumo zaidi. Basi tutakapokuwa tumemaliza, mtaleta yale ambayo yanahitaji msukumo, mtaleta yale ambayo yanahitaji coordination ya sekta zingine. Sisi ofisi ya Waziri Mkuu kwa majukumu yetu ya kuratibu shughuli za serikali, tutaweza kuratibu na sekta zingine ili msikwame kwenye haya ambayo mnataka yafanyike. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nimalizie kwa kumpongeza tena Daktari Samia Suluhu Hassan kwa hatua hii kubwa ambayo imefanyika katika eneo hili la elimu. Ni hatua kubwa, na mimi niwaambieni mageuzi haya anayofanya Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa wale wanaofuatilia historia ya nchi yetu, kwa mara ya mwisho yalifanyika mwaka 1964 au 67, enzi ya rais wa kwanza wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, alipoondoa kile kilichokuwa kinaitwa kumaliza darasa la 4 na kwenda kwenye utaratibu wa sasa huu ulio wa darasa la 7. Na sasa tunakwenda kuondoa kinachoitwa kumaliza darasa la 7, kumaliza shule ya msingi. Na kimsingi hatuongezi madarasa ya shule ya msingi. Tunachotaka, tunasema elimu ya msingi, elimu ya lazima ya mtoto kukaa shuleni itakuwa mpaka kidato cha 4, lakini shule ya msingi hatuiongezei madarasa. Niliongea na wazee wangu wafugaji kule, wakaniambia sasa mnataka mtoto awe anakaa madarasa 10 shule ya msingi tu? La hasha, hatuongelei kuongeza madarasa yaliyokuwa shule ya msingi kutoka 7 kwenda 10. Tunamaanisha elimu ya lazima, shule ya msingi mpaka darasa la 6, lower secondary kidato cha kwanza mpaka cha 4 kama ilivyokuwa, na hayo yanakuwa madarasa 10. Nimalizie kwa kuwapongeza kwa mara nyingine Wizara ya Elimu kwa kusimamia vyema maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na niwapongeze kamati ya Bunge wanaoongozwa na binti yenu Mheshimiwa Husna
na kamati yote, ambapo na mbunge wa jimbo ni mjumbe wa kamati na wabunge wengine wote wanaosimamia sekta hii. Niwapongeze Wanatanga kwa maandalizi ya maadhimisho haya vyema, wakiongozwa na mkuu wa mkoa. Hongera sana mkuu wa mkoa. Maadhimisho yamefana. Nilitamani nipite maeneo mengi, hata maeneo mengine nilitoka kidogo nje ya ramani iliyopangwa ya kutembelea, kwa jinsi yalivyokuwa yanavutia. Na niwaambie waandaaji wote, hata ambako hatukupita, mmefanya jambo jema sana. Hongereni sana, tumejionea, tumeridhika. Hongereni sana na endeleeni na kazi ya kusukuma mbele ubunifu huu. Baada ya kuyasema haya, sasa natamka rasmi kwamba maadhimisho ya wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu kwa mwaka 2026 yamehitimishwa rasmi, na niko tayari kwa ratiba nyingine inayofuatia kama mlivyopanga. Asanteni sana. Wote tuinuke tumpigie